hatuna hela ya kusomesha watoto. Tunaomba sisi walemavu wa Gongo la Mboto mtusaidie jamani, mtusaidie. Tunaomba mtusaidie jamani, hapo tufanye ngalau hata biashara. Sisi hatuna biashara. Akina mama mngependa mfanye biashara gani? Wanawake tunapenda kama tupate bajaji, tutaweza kuendesha bajaji. Tutapata msaada hata wa bajaji, tunaweza kuendesha tu, tusomeshe na watoto wetu, kwa sababu sasa hivi tuna shida, tunahangaika, hatuna chochote kile. Siku zingine tunalala njaa, tumepanga majumba, nyumba zenyewe tunashindwa hata hela ya kodi, tunakosa. Tunataka jamani tusaidie, ngalau tununue hata bajaji na sisi tupate kusomesha na watoto wetu jamani. Tukuombe ndugu zangu, shime tuje tusaidie, tuwakimbie ndugu zetu hawa katika shida zao kubwa ambazo wamezungumza hapa. Sisi kama JAI hatuna uwezo wa kuweza kukidhi haja yao kwa kila kitu, kutokana na uwezo tuliokuwa nao ni mdogo, na wapo wengi na tunafikia katika hali ya uchache kutokana na vile ambavyo tunavyokuwa mmetuchangia tuweze kuwafikishia. Naombeni mje kwa sadaka zenu, mwape wenyewe, hata kama mtumie hela, ndio wenyewe na msaada wenu tutaelekeza watu walipo kwa idadi ambayo mnaitaka nyinyi, nitakuja kuwapatia sadaka zenu. Musa Juma Gombera, naam, ni mkazi wa Gongo la Mboto kituo kipya. Ni mlemavu tunaoishi, yani ni mlemavu tunaoishi Gongo la Mboto kituo kipya. Ni mwenyekiti wa wathamini wenzaichi walemavu group. Sisi mnaotuona hapa ni walemavu wote, tunaishi kwenye mazingira magumu. Kutokana na mvua ukinyesha hatuwezi kutoka, kipato chetu kinakuwa ni kigumu, lakini ndugu zetu hawa JAI wanajitahidi kutukumbuka mara kwa mara. Sisi bila nyinyi kutusaidia sisi hatuwezi kufika mbali. Lazima kwanza nyinyi mtukumbuke, na tunaomba kama kuna mashirika binafsi, serikali, waliokuwa na uwezo pia waungane kutusaidia. Sisi pia kuna changamoto kama zifuatavyo. Changamoto ya kwanza hatuwezi kutoka bila kuwa na wheelchair. Wheelchair zetu zimechoka. Yani tukisema wheelchair nadhani inaeleweka, au tuseme tu kikweli basikeli zetu zimechoka. Kipindi cha mvua basikeli zetu haziwezi kutembea kwenda kutafuta riziki. Pia hao tunaowapata kipindi cha mvua nao hawana. Kwa hiyo hali inazidi kuwa ngumu upande wetu. Tuna watoto tunasomesha, tuna wazazi wetu wanatutegemea japo walemavu. Hata ukiwa mlemavu lakini una mama, una baba, ndio maana umezaliwa. Kwa hiyo pia changamoto zipo kama hivyo. Kwa hiyo sisi tunahitaji msaada, tunaomba msaada. Lugha nzuri kusema tunaomba. Tukisema tunahitaji tunalazimisha. Tunaomba muungane na JAI ili mradi mtukwamue kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kituo cha taasisi ya JAI Ukonga kimetoa hapa Gongo la Mboto katika kuwasaidia, kuwakimbilia ndugu zetu hawa wanasema ni walemavu. Kuna changamoto kubwa ya maumbile katika hali hii ambayo mnaona wanavyozungumza, mazingira magumu ambayo wanayapitia, na hasa kipindi cha mvua. Ndugu zetu hawa wanashindwa kutoka tandani, na wana watoto ambao wanawasomesha kama nilivyosema, nauli wanashindwa kuwasaidia hata kwa kwenda shuleni. Hili jambo ni zito sana, kwa tumeona, na ni watu ambao mara nyingi tunawakimbilia, lakini vile vile tunasema tunaombea msaada kwenu wanayeguswa katika kuhakikisha kwamba ndugu zetu hawa wanamudu hali waliokuwa nayo
kujiwezesha katika mahitaji ya kibinadamu, chakula, fedha kwa ajili ya watoto wao, nauli. Ni jambo ambalo ni kubwa sana kutoa kwa ajili ya watu wetu, jambo kubwa sana ambapo kutoa kwa ajili ya watu wengine wenye uhitaji kama hawa. Kwa hiyo Jai Ukonga tunapata wakati mgumu kuweza kuwafikia katika hospitali kusaidia mahitaji yao yote, kwa sababu kunao wengi katika hali ambayo ya ulemavu ambao tunaokuwa nao, kunao 102. Wote hawa tunashindwa kukidhi haja kwa kuwasaidia. Hivyo tunajifanya kwamba kile tunachokipata kutoka kwenu ndivyo tunawafikia, leo 10, kesho 20, 30, lakini bado kuna tatizo kubwa sana katika hali ya maisha yao na mwendo wao na jinsi gani wanavyoweza kupambana kukomboa katika maisha yao. Kwa hiyo tunaomba sana jitahidi ndugu zangu, tuwakimbilie katika ibada. Katika ibada kuna mambo makuu mawili. Jambo la kwanza katika ibada ambalo linaangaliwa ni mtu kwenye kusaidia watu. Jambo la pili ni kuacha yale mabaya yote ambayo ulikuwa unayafanya. Hasa kipindi hiki ndugu zangu, tupo kwenye kipindi kizuri, tupo kwenye kipindi cha kukarabati. Tunasema kukarabati. Kukarabati maana ni kwamba sasa huko nyuma kama kuna mambo tumeyafanya basi mazuri, sasa huu ndio wakati wake sasa angalau wa kuweza kukarabati, kujiweka sawa kwa ajili ya safari iliyobakia mbele yetu. Na hatujui kwamba katika safari hiyo ni kipi tutakifanya Mwenyezi Mungu aweze kupendana nacho. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba umetoa sadaka nyingi sana katika maisha yako, mambo mengi sana mema umeyafanya katika maisha yako, lakini hatujui Mwenyezi Mungu ni sadaka ipo ukitoa anaweza kupendana nayo ili ya kwamba ukaingia kwenye pepo yake. Kwa hiyo tunaombeni sana tujitahidi kuwakimbilia ndugu zetu hawa na wengine tuweze kuwasaidia. Bado tuna changamoto kubwa sana, bado tuna mayatima sisi Jai Ukonga tunanao zaidi ya 300, tuna wajane. Kwa hiyo kila mmoja anahitaji sadaka yake kuipeleka kwenye eneo hili, tunamkaribisha. Na hasa kipindi hiki cha shule ambao watoto mitihani imeshakuwa na majibu, wanasoao hawa na wengineo, tunao wengi ambao wanataka kwenda shule form 1 mwakani, lakini wanashindwa kwa sababu ya nini? Ya uwezo. Kwa hiyo ndugu zangu, shime tuje tusaidie, tuwakimbie ndugu zetu hawa katika shida zao kubwa ambazo wamezungumza hapa. Sisi kama Jai hatuna uwezo wa kuweza kukidhi haja yao kwa kila kitu, kutokana na uwezo tuliokuwa nao ni mdogo, na wako wengi na tunafikia katika hali ya uchache kutokana na vile ambavyo tunavyokuwa mmetuchangia tuweze kuwafikishia. Tunaombeni mje kwa sadaka zenu, mwape wenyewe.